wazabuni wote waliopewa kazi ya kuleta vifaa kwenye hiki kituo cha afya, wote walioko ndani ya mkoa wa Iringa, kesho saa 8 mchana wao wamewasilisha vifaa vyote katika eneo hili. Na kamanda OCD kama yuko hapa, hao wazabuni ambao watakuwa hawajawasilisha vifaa, kamata wote. Hatuwezi kulipa pesa za serikali tukawapa watu kazi wakachelewesha maendeleo kwa sababu ya utashi wao binafsi tu. Kwa wote waliopewa zabuni za kusupply vifaa kwenye mradi huu ambao kimsingi ulitakiwa kukamilika miezi 5 nyuma iliyopita, kesho saa 8 mchana wao wameleta vifaa hivyo kwenye kituo. Na wale ambao watakuwa hawajawasilisha wakamatwe haraka sana. Tumeelewana vizuri? Maana hiyo itakuwa ni hujuma dhidi ya miradi ya serikali. Haiwezekani tunatumia mifumo ya wazi kutangaza kazi ili watu washindane kupata kazi, tupate watu wenye uwezo kuhudumu katika hizi kazi, alafu wanaopata nafasi wanachezea akili za watu tu. Sasa hapa kila kitu kimekamilika isipokuwa vifaa ambavyo watu wameamua kutokuleta kwa wakati tu. Kwa nadhani kesho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nipate taarifa ya nani kaleta, nani hajaleta, na OCD unipe taarifa nani umemkamata kwa kutokuleta. Tumeelewana vizuri? Wengine walikuwa wanaenda kutibiwa Kiponzero, wengine Idodi, na wengine wanaenda Ipamba. Lakini kwa sasa kwa sababu huduma imesogea jirani, saa hizi nadhani tunasema Mungu yu jirani na sisi. Maagizo ya mkuu wa mkoa yamewapa moyo kiasi gani? Yaani maagizo ya mkuu wa mkoa yametupa faraja kubwa. Moja, ambaye ametuagiza, amesema si vema wakaja wakataalamu wakawa wanakaa kijijini. Tufanye mpango, tujenge nyumba hizi 2 ili mganga awe wanapokuja wagonjwa wamkute yuko hapa, sio mpaka sema tukamfuate mganga. Hilo ni faraja kubwa kweli. Mkuu wa mkoa ametuelimisha vizuri, na mimi nitakuwa msemaji mkuu kwenye ODC. Hizo hela tutachanga na nyumba hizo 2 zijengwe. Tunashukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea kituo kizuri cha afya. Tulikuwa tunapata changamoto sana, tunatembea zaidi ya kilomita 16 kutoka hapa mpaka Idodi. Na changamoto ni pia tunatembea umbali mrefu kutoka hapa kwenda kuifuata huduma.